Yes, tunafahamu kwamba match moja siku ya Jumapili ya weekend hii kuna mchezo wa Simba na Yanga na tayari timu zote mbili zimecheza michezo miwili ya mwisho kuelekea katika mchezo huo wa match moja ya Kariakoo Derby, mchezo wa kwanza wa raundi ya kwanza ligi ya soka Tanzania bara msimu huo mwaka 2025 2026. Sasa nipo hapa kukupa taarifa ya vikosi viwili, yani hali za wachezaji kuelekea mchezo huo. Na tayari kwa mfano kwenye kikosi cha Young Africans, baada ya mchezo wa jana dhidi ya JKT Tanzania, Young Africans kushinda kwa magoli 5-0, kocha wao Pedro Gonçalves alitoa taarifa ya hali ya majeruhi waliopo katika kikosi chao kuelekea katika mchezo dhidi ya Simba, na akagusia majeraha ya kiungo mshambuliaji wa timu hiyo ambaye amekosa michezo miwili ya hivi karibuni ya ligi kuu dhidi ya Namungo na wajana dhidi ya JKT Tanzania, Pacome Zouzoua ambaye yeye alipata majeraha katika mchezo dhidi ya JS Kabylie, mchezo wa mwisho wa ligi ya mabingwa barani Afrika uliofanyika visiwani Zanzibar. Na Pacome Zouzoua tunafahamu ndio alisababisha penalti ambayo ilifungwa na Depu, mshambuliaji huyo ambaye amekuwa katika kiwango bora sana tangu amejiunga na Young Africans katika dirisha hili dogo. Na yeye Pacome Zouzoua aligongana na golikipa wa JS Kabylie na hakuendelea na mchezo ule, na akawa amepata majeraha ya hip, ama tunaweza tukasema katikati ya kiuno na kiwiliwili cha juu. Kwa hiyo maumivu ambayo amekuwa akiuguza kwa muda mrefu na mpaka sasa hivi anaendelea na matibabu. Kwa hiyo uwepo wake katika mchezo wa Simba katika mchezo huo dhidi ya Simba siku ya Jumapili, bado kuna mashaka kama anaweza kawa fit kuwavaa Simba Sports Club. Lakini taarifa nyingine ambayo mwalimu wa Young Africans alielezea katika mchezo wa jana, baada ya mchezo wa jana kumalizika dhidi ya JKT, ni majeraha pia ya nyota Clement Mzize ambaye mpaka sasa hivi tunavyozungumza Clement Mzize yupo nchini Afrika ya Kusini. Ameenda kuchunguzwa tena majeraha ya goti lake la mguu wa kulia ambayo yamemweka nje kwa muda mrefu. Tulimshuhudia kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat kule Morocco, alirejea kwa dakika chache, lakini baada ya mchezo ule zilitoka taarifa kwamba ametonesha majeraha yake ya goti lake, na kwa sasa hivi ameenda Afrika ya Kusini kufanyiwa check up. Na taarifa ambazo zinaeleza kutoka huko Afrika ya Kusini ni kwamba kuna uwezekano mkubwa pia Clement Mzize akafanyiwa upasuaji kwa mara ya pili katika goti lake la mguu wa kulia ambalo limekuwa na maumivu ambayo hayaishi. Kwa hiyo Clement Mzize probably katika mchezo wa Jumapili dhidi ya Simba hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans ambacho kitawavaa Simba Sports Club. Lakini mchezaji mwingine ambaye atakosekana katika mchezo huo wa Jumapili ni kiungo wakati Azizi Adabwile, ambaye mwalimu wa Young Africans Pedro Gonçalves amethibitisha kwamba nyota huyo anasumbuliwa na maumivu ya kidole gumba cha mguu wake wa kulia. Kwa hiyo hatakuwa sema mchezo dhidi ya Simba siku ya Jumapili, sambamba na nyota Edmund John ambaye yeye pia anauguza majeraha ya bega na amekosekana kwa michezo takriban 4 ya hivi karibuni ambayo Young Africans wamecheza. Kwa hiyo mchezaji mwenye matumaini ya kuwepo katika mchezo dhidi ya Simba ni Pacome Zouzoua ambaye maumivu yake ya kiuno yanaelekea ukingoni, yanaelekea kupona. Kwa hiyo amesafiri pia na timu kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo huo. Lakini pia nyota mwingine ambaye alikuwa na hatihati ya kukosa mchezo huo alikuwa ni Shadrack Boka ambaye kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania hakuwepo, kuwa sehemu ya squad ile match day squad ambayo iliwavaa JKT Tanzania kwa sababu alikuwa anaumwa, anasumbuliwa na malaria ama homa kali. Kwa hiyo mwalimu wa Yanga amethibitisha kwamba mpaka siku ya Jumapili Shadrack Boka atakuwa fit ama atakuwa amesharejea katika utimamu wake wa mwili kwa ajili ya kuwavaa Simba Sports Club, akishirikiana upande wa kushoto na Mohamed Hussein Zimbwe Junior ama Shabalala, ambaye kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania siku ya jana alifunga goli la kwanza katika ushindi wa magoli 5-0. Kwa hiyo ndiyo hali ya majeraha katika kikosi cha Young Africans, ambapo Pacome amesafiri na timu. Shadrack Boka atakuwa profiti katika mchezo dhidi ya Simba baada ya kuwa anasumbuliwa na malaria. Lakini Azizi pamoja na Mzize, bila kumsahau Edmund John, hawa ni wachezaji ambao hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili katika uwanja wa Amani Complex huko Zanzibar. Kwa upande wa kikosi cha Simba,
hali ya majeraha katika kikosi chao ni wale wachezaji ambao wamekuwa wamekosekana kwa muda mrefu. Tukianza na golikipa Musa Kamara, yeye tunafahamu hatakuwa kwenye kikosi cha Simba ukiachana mchezo huo dhidi ya Yanga, hataonekana pia katika mchezo wote wa Simba msimu huu kwa sababu hayupo kwenye mfumo wa usajili wa Simba. Na nyota mwingine ni Abraza Kamza ambaye yeye pia anaendelea kuuguza majeraha yake ya goti. Naye inawezekana akakosekana pia kwa zaidi ya msimu mzima, sio tu mchezo huu wa Young Africans, bila kumsahau Wilson Nangu ambaye naye wiki iliyopita alifanyia upasuaji wa goti enka ya mguu wa kulia, majeraha ambayo aliyapata katika mchezo dhidi ya Esperance de Tunis katika uwanja wa Taifa wiki chache zilizopita. Kwa hiyo Nangu pamoja na Abraza Kamza, hawa ni mabeki wawili wa katikati ambao hawatakuwa sehemu ya mchezo dhidi ya Yanga na hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba katika michezo yote iliyosalia ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara pamoja na mashindano mengine kama ya Kombe la FA. Nyota mwingine ambaye kuna hatihati akakosekana katika mchezo huo wa Jumapili wa Kariakoo Derby dhidi ya Young Africans ni mshambuliaji Jonathan Soa ambaye anatumikia adhabu ama amesimamishwa kwa vitendo vya utovu wa nidhamu, na haijulikana, Simba bado hawajaweka wazi atakuwa nje kwa muda gani. Lakini pia nyota mwingine ambaye kuna hatihati akakosekana katika mchezo wa Kariakoo Derby dhidi ya Young Africans ni mshambuliaji wa Simba Selemani Mwalimu Gomez ambaye katika mchezo wa jana dhidi ya Dodoma Jiji alifanya tukio la kumpiga kiwiko mlinzi wakati wa Dodoma Jiji Andy Bikoko, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika tukio ambalo ilikuwa ni purukushani, mpira wa kutengwa ambao Andy Bikoko, beki huyo wa Dodoma Jiji, alimwekea mkono katika paji lake la uso huyu mshambuliaji wa Simba Selemani Mwalimu, lakini katika hali ya kughafilika Selemani Mwalimu aliutoa ule mkono wake kwa kumpiga kiwiko usoni cha nguvu beki huyu wa Dodoma Jiji. Na kwa mujibu wa kanuni za Ligi Kuu ya Soka Tanzania Bara, kanuni ya 41 inazungumza masuala ya udhibiti kwa wachezaji ama udhibiti wa makosa mbalimbali kwa wachezaji. Ukisoma kipengele cha 21 inaelezea matumizi yote ya nguvu, na mchezaji yote ambaye atatumia matumizi ya nguvu katika kumpiga mchezaji mwenzake au mwamuzi ama wale maball boys ama ball kids atakumbana na kifungo cha kufungiwa michezo mitano. Atakosa michezo mitano kwa kitendo hicho kwa kitendo ambacho sio cha kiungwana cha kumpiga mchezaji mwenzake kwa kutumia nguvu kupita kiasi, na hiyo haitojalisha alionwa na mwamuzi ama mwamuzi hakumuona. Endapo akigundulika na makosa hayo, basi kamati ya masaa 72 inaweza ikampa adhabu ya kumfungia michezo mitano pamoja na kufungiwa pamoja na kutozwa fine ya kiasi cha shilingi milioni 1 za Kitanzania. Na endapo kosa lake kama litakuwa ni kubwa ama atakuwa mchezaji huyu ana makosa kujirudia, anaweza akafungiwa mpaka miezi mitatu kutoshiriki Ligi Kuu ya Soka Tanzania Bara, lakini pia anaweza kukumbana na adhabu kubwa zaidi ya kufungiwa mpaka mwaka mmoja bila kucheza Ligi Kuu ya Soka Tanzania Bara. Kwa hiyo kwa kosa la Selemani Mwalimu alilompiga kiwiko Andy Bikoko, beki wa Dodoma Jiji, bila shaka ataadhibiwa kwa kufungiwa michezo mitano kama ambavyo Jonathan Soa alivyoadhibiwa michezo mitano kwa kumpiga kiwiko Hemidi Mao, kiungo wa Azam FC, lakini pia kama ambavyo Alassane Kante, kiungo wa Simba, msimu huu alipoadhibiwa pia kwa kumkanyaga makusudi Faisal Salum katika mchezo wa Simba dhidi ya Azam. Na katika tukio hilo la Selemani Mwalimu kumpiga kiwiko Andy Bikoko, ni tukio ambalo mwamuzi wakati Abdi Wajihi kutokea Tanga hakuliona tukio hilo. Kwa hiyo hakumwadhibu kwa kadi yote ya njano au nyekundu, lakini bila shaka kamati ya masaa 72 inaweza ikareact kwa kumfungia michezo mitano, na akifungia michezo mitano ndani ya masaa 72, probably siku ya Jumapili dhidi ya Young Africans, Selemani Mwalimu anaweza siwepo sehemu kikosi cha Simba kitakachovaa Young Africans. Endelea kusubscribe channel yetu ya Mtani TV, endelea kulike, kushare na kucomment taarifa zetu ili uwe wa kwanza kuzipata pindi zinapotoka.